Hii ni sehemu ya 11 ya simulizi ya Mke Mwenza. Miezi 5 ndani ya ndoa, bado Amina hakufanikiwa kushika mimba, na Zulfa alikuwa kimfariji ya kwamba aendelee kuboresha mahusiano yake na Abduli kwa kuwa ndoa yao ilikuwa bado changa kabisa. Ghafla tabia za Zulfa zilibadilika. Akawa mara nyingi ni mtu wa kujitenga, na kila alipoulizwa mimba ndio ilikuwa kisingizio. Ile tabia ya kumkaribisha vizuri mumewe Abduli kipindi cha nyuma sasa haikuwepo tena. Yaani siku hizi mumewe atakaporudi kutoka mihangaikoni atamfungulia mlango tu na kurudi kuketi pasipo kumpa maji, bila ya kumuuliza siku yake ilikuwaje na kazi zinaendaje. Siku moja Abduli alikuwa ameketi sebuleni akiwa anasoma kitabu. Akamwambia mkewe Zulfa, "Naomba maji ya kunywa tafadhali." Zulfa akasema, "Nilifikiri umeoa mke wa pili ili kunipunguzia majukumu. Sasa mbona bado naendelea kunituma mimi tu? Kama hiyo haikuwa sababu ya wewe kuongeza mke wa pili, basi ni kwa nini ulifanya hivyo? Mke mdogo yuko bize chumbani huko anachezea simu, lakini bado tu mimi ndo unanituma. Hebu muite huko, umtume yeye." Zulfa alisema hivyo akiwa anaamka na kuondoka sebuleni hapo. Kwa mshangao Abduli akajiuliza, nini kimempata huyu mwanamke? Abduli ilibidi amke mwenyewe na kwenda kujichotea maji, kwa sababu huyo Amina aliambiwa amuite kwa ajili ya kumpatia maji. Ingemchukua mwaka mzima kuanzia kuitika, kuachana na simu yake na kutoka huko chumbani eti tu akamtengea maji mumewe. Wakati akimimina maji kwenye kikombe, Abduli akajisemea, yani hawa wake zangu wote tabia zao zinafanana. Ama kweli nimeamini kuoa wake wawili ambao ni marafiki ni hatari sana. Usiku baada ya kutoka msikitini kuswali swala ya Isha, Abduli alikwisha zoea kukuta chakula chake kimekwisha tengwa mezani na vyombo vyake vya kipekee, na mara zote kazi hiyo ilifanywa na Zulfa. Sasa usiku wa siku hiyo alikuwa na njaa kweli kweli, na alitegemea kwamba mmoja kati ya wake zake atakuwa amekwisha muandalia chakula hicho cha usiku. Alisubiri kwa muda mrefu pasi na yeyote kufika mezani hapo kumtengea chakula. Ilibidi amuite Zulfa, ambaye alikuja na akasema, "Abe mume wangu, nimesikia unaniita." Wakati Zulfa anazungumza hivyo, kuna kitu alikuwa anatafuna mdomoni. Tabia ile ya kuzungumza huku anatafuna kitu mdomoni ilimkwaza Abduli, na akazungumza kwa jazba, "Umeanza lini hizo tabia za kimalaya malaya? Unazungumzaje na mumeo huku unatafuna kitu mdomoni?" Huku akiangalia pembeni, Zulfa akamuuliza Abduli, "Unahitaji nini?" Abduli naye akamwambia, "Kwa hiyo umeamua kupuuzia hiki ninachokwambia? Sawa. Chakula changu kiko wapi?" Zulfa akasema, "Chakula gani? Mimi sipaswi kupika. Kwani sababu ya wewe kuongeza mke wa pili ilikuwa ni nini? Si ilikuwa kusaidia na majukumu au? Alafu pia leo mtoto anarusha mateke tumboni sana, kwa hiyo hata siwezi kufanya kazi. Kwa hiyo hapa cha kufanya, mwambie mke mdogo akupikie." Zulfa baada ya kusema hivyo aliondoka akimwacha Abduli ameduaa. Hivi huyu ni mke wangu kweli? Nini kimempata huyu mwanamke? Abduli alijiuliza na akaamka kuelekea chumbani kwa Amina. Alipofika chumbani huko, akamkuta Amina anakula biskuti pamoja na juisi. Hilo lilizidi kumkasirisha Abduli, ila akajitahidi kuzuia hasira zake. Akasema, "Hivi wewe mwanamke, tabia gani hii unanionyesha? Hebu tuashumu kwamba mke mkubwa hawezi kupika kutokana na hali yake ya ujauzito. Na wewe kama mwanamke uliolewa, uko hapo unakula biskuti na juisi. Vipi kuhusu mume wako? Umewaza nitakula nini?" Amina naye akazungumza kwa jazba, "Kupika? Hilo wala sio jukumu langu. Maana nikianza kupika hapa, naona kazi zote mtanibebesha mimi. Yaani muda si mrefu nitaambiwa nianze kufanya kazi zake sasa. Mimi Amina huyu nitaambiwa nimfulie mke mkubwa, nitaambiwa nioshe vyombo, nitaambiwa nifanye usafi chumbani kwake. Kwani nimekuwa house girl mimi?" Kumbuka kitu kimoja Abduli, mimi ni mkeo na nina haki zote kama zile alizonazo Zulfa.
Kwa hiyo kisa umenioa mke wa pili isiwe sababu ya kunifanya mimi kama house girl. Majibu ya Amina yalizidi kumkasirisha Abduli, na akasema, chunga kauli zako wewe mwanamke wakati unaongea na mimi. Umesahau kwamba mimi ni mumeo? Halafu pia mimi sio rika lako ujue. Na hayo maneno yote unayoleta hapa yametoka wapi? Akiwa serious kweli, Amina akasema, mimi siwezi kupika saizi, muda umeenda. Halafu kuna crepes hapo unaweza kula pamoja na maziwa, au na wewe utakula biskuti? Maneno ya Amina yalimfanya Abduli acheke, na akasema, mimi nile biskuti? Yaani mwanaume ambaye ni mume wa wanawake wawili anakula biskuti kama chakula cha usiku? Wallahi kuna kitu mnanitafuta nyie wanawake. Maneno ya Abduli yalimfanya Amina naye azungumze. Akasema, kama ikitokea wameitwa wanaume, hata usijisumbue kunyoosha mkono wala kutoka mbele mume wangu, kwa sababu wewe ni kama mwanamke tu, ila upo kwenye sura ya kiume. Kwani mwanaume halisi anamkaza vizuri mkewe kitandani mpaka aridhike. Sio wewe ambaye hata dakika moja umalizi. Unapaswa kumwona daktari ili akusaidie kutibu tatizo lako. Nimechoka na hizi shida mimi. Ndio maana mpaka leo sijabeba ujauzito. Na kwanza nashangaa, huyo Zulfa amewezaje kupata ujauzito? Hayo yalikuwa ni maneno makali ya Amina, na yalimuumiza kweli Abduli. Na akauliza, Amina, wewe ndo wakuzungumza hivyo na mimi? Amina akasema kwa dharau, hapana, sio mimi, ni mtu mwingine. Abduli alikasirika sana na aliinua mkono wake akitaka kumpiga Amina, lakini Zulfa alimzuia. Akamwambia, yaani unataka kumpiga kisa chakula tu? Kwa hasira Abduli akasema, na wewe umefika hapa saa ngapi? Hebu niachie mkono wangu kabla sijakusukumia mbali huko na wewe. Wakati malumbano hayo yanaendelea, Amina alipiga yowe, majirani, nisaidieni jamani, mume wangu anataka kunipiga kisa chakula. Kwa upole Abduli aliamua kuwaacha wake zake hao, na akatoka nje kimya, na kichwani mwake yalipita maswali kadhaa. Imekuwaje ndani ya muda mfupi hivi wameweza kuungana? Nilifanya kosa kubwa sana kuwaoa hawa marafiki wawili. Lakini mke wangu Zulfa hakuwa hivyo mwanzo. Ni nani huyo amekuja kumuharibu? Huku ndani Zulfa akamuuliza Amina, sasa hilo yowe la nini na wewe? Kwani amekupiga? Amina akamjibu, ungekuwa umetimiza majukumu yako kama mkewe, wala asingenifuata na kutaka mimi nimpikie badala yako. Kwa hiyo hicho ndo kilichofanya mpaka ukamuita mwanamke mwenye sura ya kiume? Na kama haitoshi, ukamdhihaki kwamba hawezi kukuridhisha kitandani? Unawezaje kuzungumza na mume wako namna hiyo? Hivi huoni hata aibu Amina? Amina akamjibu Zulfa, sikia nikwambie wewe, yule ni mume wangu pia, na ninaweza kuzungumza naye vyovyote ninavyopenda. Halafu mimi sina mambo ya kishamba kama wewe. Yaani upo kama mwanamke wa kijijini vile. Unapaswa kuijua dunia Zulfa. Changamka. Umejifungia ndani muda wote. Hujui tu unavyonikera. Yaani nashangaa mtu gani wewe hata kwenye mitandao ya kijamii haupo. Zulfa naye akasema, asante kwa maneno yako, lakini ikiwa mume wangu anaridhika na jinsi nilivyo, inatosha sana. Hiyo mitandao ya kijamii unayoizungumzia ndio imeharibu tabia zako. Mpaka leo hii unashindwa kuheshimu ndoa yako. Halafu siku nyingine ukitaka kuzungumza na mume wangu, zungumza naye kwa heshima. Mimi tangu anioe sijawahi kumpandishia sauti hata siku moja. Nadhani umenielewa. Zulfa baada ya kusema hivyo alitoka chumbani hapo, na Amina akasema, huku kuna mke mshamba na mume naye dakika 2 tu chali hajiwezi tena kitandani. Yaani najuta kuolewa na huyu mwanaume. Lisali moja baadaye Abduli alirudi nyumbani na akawakuta wake zake wote wameketi sebuleni. Aliwasalimu na kwa haraka Zulfa akamwambia, tusamehe tafadhali, tunakiri ya kwamba tumekukosea. Abduli akasema, mimi sijawakasirikia, lakini mnapaswa mjue kitu kimoja, kwamba pepo yenu au moto vyote vipo chini ya nyayo zangu. Sasa haya mnayonifanyia leo, Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi atawalipa nini.
Zulfa aliendelea kuomba msamaha. Tafadhali mume wetu, tusamehe sana, hatutorudia tena. Wakati Zulfa anasema hivyo, Amina alikuwa ndo kwanza anaangalia pembeni. Abduli akamwambia Amina, na wewe, ina maana ndo hujisikii kusema chochote? Kwa mkato Amina akasema, samahani, na Abduli akaendelea kuzungumza. Naona mmeamua kuungana sasa, lakini haina shida. Mimi nitajua cha kufanya. Hasa wewe Zulfa, naona kuna mtu anakuharibu sasa. Lakini niwakumbushe kitu kimoja. Haya yote mnayonifanyia, hakuna kitu mtafaidika nacho. Na mjue kabisa, wakati nyie mnaniona mimi wa nini, kuna wanawake wengine huko nje wanajiuliza watanipata lini. Kwa dharau Amina akasema, nani atamhitaji mwanaume ambaye hamalizi dakika 2 kitandani? Na Zulfa alimfinya Amina aache kuongea ujinga. Abduli akamwambia, mwache aongee. Hauna sababu ya kumfinya. Mdomo wake ni kama kiwembe. Ina maana hujui ya kwamba mwanamke mwenye mdomo mrefu mbele ya mumewe ndio chanzo cha laana kwa watoto wake? Kama unaona sikuridhishi kitandani, unaweza kubeba vitu vyako na ukaondoka. Zulfa akasema, hapana mume wangu, usiseme maneno hayo. Hata miezi 9 tu haijafika tangu muoane. Leo hii unamwambia abebe vitu vyake na kuondoka? Mume wetu, tunajua umekasirika, lakini tafadhali tunaomba utusamehe. Abduli akasema, sikieni niwaambie kitu kimoja. Hii ni ndoa ya mitara, na siwezi kutegemea kwamba muda wote nitakuwa napata raha tu bila kupitia changamoto kama hizi. Lakini mkiendelea kunivuruga, kiukweli nawaambia mtajuta kunifahamu. Zulfa akamwambia, hatutofanya tena hivyo, mimi naahidi. Abduli naye akasema, naomba Mungu iwe hivyo. Na akauliza, chakula changu kiko wapi? Zulfa akamwambia, tayari nimekwisha kuandalia kile chakula chako unachokipenda sana. Amina naye akasema, ngoja mimi nikuandalie maji mume wangu. Baada ya kuandaa maji, Amina alimshika mkono Abduli na akampeleka kwenye meza ya chakula. Baada ya Abduli kuketi, Amina alianza kumfanyia masaji kwenye shingo yake na Zulfa akatenga chakula. Abduli akamuuliza, ulikiandaa saa ngapi hiki? Huku akiangalia pembeni, Zulfa akamwambia, nilikiandaa mapema tu, kabla hata hujaenda kuswali. Saa zile nilikuwa nakutania tu mume wangu. Zulfa, nakuita tena Zulfa mke wangu. Acha kujiunga na makundi yanayokufundisha tabia za hovyo. Abduli alimuonya mkewe Zulfa, aliyekuwa akimnawisha mikono muda huo. Na kwa upande wa Amina, yeye alikuwa anampepea mumewe. Wakati Abduli akiendelea kupata chakula, kimoyomoyo akajisemea, wanawake hawatabiriki kabisa. Na Zulfa akamnywesha maji huku akimwambia, kunywa maji mume wetu. Amina ambaye alikuwa akimpepea mumewe, yeye akasema, nina kikao muda mchache ujao kwa njia ya mtandao, kwa hiyo naomba ule haraka tafadhali. Abduli akamwambia, unaweza kuondoka. Na Amina akatoka sebuleni hapo kuelekea chumbani kwake. Zulfa alimwangalia tu Amina alivyokuwa anaelekea chumbani kwake, na akashangaa Abduli amewezaje kumruhusu Amina kujihusisha na mitandao ya kijamii wakati yeye hakuwahi kuruhusiwa hata siku moja. Alishika kidevu chake huku akimwangalia Abduli kwa hasira, na kichwani mawazo yakampitia, sawa, wewe ngoja tu. Sasa turudi katika ile siku ambayo Habibu alipiga simu na Abduli akaiona. Amina akamuuliza mumewe, nini kimetokea mpenzi? Abduli alizungumza kwa hasira akiwa anaelekea chumbani kwa Zulfa. Yule mpuuzi amempigia simu tena. Na alipofika chumbani kwa Zulfa, akamuuliza kwa hasira, kwa nini Habibu anakupigia simu? Zulfa akamjibu mumewe, kuna jambo aliomba nimsaidie. Sasa ndo alikuwa anauliza kama nimefanikisha. Kwa hasira Abduli akasema, jambo gani hilo? Na anathubutu vipi kumuomba msaada mke wa mtu? Yaani nilikupiga marufuku kuwasiliana naye, lakini bado hukukoma. Na kwa muda wote huo mmekuwa mnazungumza nini? Zulfa akamwambia Abduli, hata sina mawasiliano naye, ni jambo dogo tu, ameniomba nimsaidie kwa muda mfupi. Kwa hasira Abduli akaendelea kuunguruma, huo msaada kwa nini akuombe wewe tu na sio mtu mwingine yeyote?
Zulfa, usitaki kujua upande wangu wa pili ukoje. Sijaruhusu wewe kuchangamana na mwanaume mwingine yeyote isipokuwa mimi na mwanaume kutoka kwenye familia yako. Kwa sauti Zulfa naye akasema, bado hujasikia hata nusu ya machungu ninayojisikia mimi. Kisha akatoka chumbani hapo. Abduli akamuuliza, unamaanisha nini? Ina maana umeshaanza kumpenda kisirisiri na unataka akuoe? Zulfa akamwambia mumewe, vipi kama ingekuwa ni kweli nampenda kisirisiri? Naona umeshaanza kuwa mtabiri sasa mume wangu. Maneno yale yalimwacha Abduli ameduaa na akajiuliza, hivi huyu ndo yule Zulfa mke wangu wa siku zote ama? Amina naye akamuita Zulfa, pacha. Kwa mkato Zulfa akasema, nani pacha wako? Abduli alifungua simu ya mkewe na moja kwa moja akaingia WhatsApp. Hakuamini macho yake mara baada ya kumuona mkewe Zulfa yupo kwenye group la WhatsApp linalofahamika kwa jina la mke wa kwanza. Ilipofika usiku, Abduli aliwaita wake zake wote wawili na akaomba simu ya Amina pia. Amina alikuwa anatetemeka sana mara baada ya Abduli kushika simu yake. Abduli alikagua simu ya Amina ili ajue kama na yeye yupo kwenye magrupu ya WhatsApp, na mawazo yake hayakuwa yanamdanganya. Akasema, kwa hiyo Zulfa, wewe upo kwenye group la WhatsApp la mke wa kwanza, wakati Amina wewe pia upo kwenye group la WhatsApp la wanawake walioolewa kama mke wa pili. Sasa mnajifunza nini hasa kwenye hayo magrupu? Hebu naomba mnieleze haraka sana kabla hasira zangu hazijapanda. Hayo yalikuwa ni maneno ya Abduli wakati akiweka sawa mikono yake. Je, unadhani ni maelezo gani atayapata kutoka kwa wake zake hao? Usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ya simulizi hii. Lakini pia usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.